Televisheni ya taifa ya Irani imeripoti kuwa serikali ya Tehran imekataa rasmi pendekezo jipya la Marekani la kusitisha vita na kuanza mazungumzo ya amani, ikisema kuwa masharti yaliyowasilishwa na Washington hayawezi kukubalika kwa sababu yanafanana na kujisalimisha. Taarifa hiyo imekuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukosoa vikali majibu ya Irani na kuyataja kuwa hayakubaliki kabisa, hali ambayo imeongeza zaidi mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, Tehran imewasilisha msimamo wake kupitia njia za kidiplomasia, huku ikisisitiza kuwa haitakubali makubaliano yoyote yatakayodhoofisha mamlaka yake ya kitaifa, uwezo wake wa kijeshi au ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran imeeleza kuwa Marekani imekuwa ikijaribu kutumia mazungumzo kama njia ya kuiwekea masharti mazito Tehran baada ya miezi ya vita, mashambulizi na vikwazo vya kiuchumi. Katika majibu yake, Irani imeweka masharti kadhaa makubwa ambayo inataka Marekani iyakubali kabla ya hatua yoyote mpya ya mazungumzo kuendelea. Miongoni mwa masharti hayo ni Marekani kulipa fidia ya uharibifu uliotokea kutokana na mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya Irani katika kipindi cha vita vya hivi karibuni. Tehran inaamini kwa mashambulizi hayo yamesababisha hasara kubwa kwa miundombinu ya kijeshi, kiuchumi na kiraia ndani ya nchi hiyo, hivyo Marekani inapaswa kuwajibika kwa madhara yaliyotokea. Iran pia imeweka wazi kuwa inataka kutambuliwa rasmi kwa mamlaka yake kamili juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, eneo ambalo limeendelea kuwa kitovu cha mvutano mkubwa duniani kutokana na umuhimu wake katika biashara ya mafuta. Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa njia hiyo ya bahari ni sehemu muhimu ya usalama wake wa kitaifa na kwamba haitaruhusu Marekani au washirika wake kutumia nguvu za kijeshi kudhibiti eneo hilo. Katika miezi ya hivi karibuni, mlango wa Hormuz umeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa zaidi duniani baada ya Iran kutishia mara kadhaa kuzuia usafirishaji wa mafuta ikiwa itaendelea kushinikizwa kijeshi na kiuchumi. Takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupita katika njia hiyo nyembamba ya bahari, jambo ambalo linaifanya kuwa muhimu sana kwa uchumi wa dunia. Kutokana na hali hiyo, kila tamko kutoka Tehran kuhusu Hormuz limekuwa likifuatiliwa kwa karibu na mataifa makubwa pamoja na masoko ya kimataifa ya nishati. Mbali na suala la Hormuz, Iran pia imesisitiza kuwa vikwazo vyote vya Marekani dhidi yake vinapaswa kuondolewa mara moja. Iran imeeleza kuwa vikwazo hivyo vimeathiri vibaya uchumi wa nchi, sekta ya mafuta, biashara za kimataifa pamoja na maisha ya wananchi wa kawaida. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikilaumu Washington kwa kutumia vikwazo kama silaha ya kuibana kisiasa na kujaribu kuilazimisha kubadilisha sera zake ndani na nje. Tehran pia imedai kurejeshwa kwa mali zake zilizogandishwa katika benki na taasisi mbalimbali za kifedha duniani. Mali hizo zinatajwa kuwa na thamani ya mabilioni ya dola ambazo Irani inaamini zilichukuliwa au kuzuiwa kwa misingi ya kisiasa. Serikali ya Iran inaona swala hilo kuwa moja ya vipengele muhimu vya kurejesha uhusiano wake wote wa kidiplomasia na Marekani. Katika hatua nyingine, Irani imeitaka Marekani kusitisha kile ilichokiita mzingiro wa kijeshi wa majini katika Ghuba ya Uajemi na maeneo yanayozunguka Hormuz. Tehran imeeleza kuwa uwepo mkubwa wa manuari za Marekani katika eneo hilo umeongeza hatari ya kuzuka kwa vita kubwa zaidi na umeendelea kuchochea hofu ya mapigano mapya. Iran inaamini kwa Marekani imekuwa ikitumia nguvu zake za kijeshi kulitishia taifa hilo na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, Tehran imeitaka Washington kutoa dhamana rasmi kuwa haitafanya tena mashambulizi dhidi ya Irani katika siku zijazo. Iran imeweka wazi kuwa haiwezi kuamini ahadi za Marekani bila kuwa na makubaliano rasmi yenye dhamana ya kimataifa. Mvutano huu umeendelea kutikisa masoko ya dunia, hasa sekta ya mafuta, huku wawekezaji wakihofia kuwa hali inaweza kugeuka kuwa vita vikubwa zaidi vitakavyohusisha mataifa mengi ya Mashariki ya Kati. Mataifa mbalimbali duniani yanaendelea kufuatilia kwa karibu mazungumzo haya kwa hofu kwamba kushindwa kwa juhudi za kidiplomasia kunaweza kuathiri biashara ya kimataifa, usalama wa nishati na uchumi wa dunia kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.